shida yako imekwisha. Kasema mtu mmoja tu waita, nataka majibu ya kazi zangu. Mzinga zinga nijiwe. Najua unateseka ndugu wangu. Najua unatamani kuwa kama zamani. Lakini kaujua sikako nakupenda sana. Hamna jinsi. Mimi ndo nimeachiwa nyinyi na wazazi wetu. Hii mitihani tunaamini itapita. Na huu msalaba ni wangu, sina budi kuubeba. Wewe ukijua nakupenda sana. Nakupenda sana ndugu wangu. Nimeachiwa nyinyi kuwatunza na kuhakikisha mnakuwa sawa. Nitahakikisha
unarudi kwenye hali yako ya mwanzo na afya njema kama zamani. Nitapigana kwa nguvu zangu zote. Shikamoo mama. Marahaba, ujambo? Sijambo. Samani mwanangu, najua mna mahusiano na mwanangu. Sasa nachokuomba mwanangu, achana na mwanangu. Alafu najuaga hivi, watoto wa kiume ndio huwa wanaharibu watoto wa kike. Kumbe hata watoto wa kike mnaharibu watoto wa kiume. Sasa nachokuomba, achana na mwanangu. Alafu mwanangu anasoma. Kila siku anapoenda kwenye mitihani anafeli kwa ajili yako wewe. Sasa nachokuomba kwa mazuri tu, achana na mwanangu. Mama, mimi mwanao nilimshikilia. Nilimlazimisha kuwa na mimi. Mfuate mwanao kamwambie. Alafu sitoshe, mwanao ni mkubwa sasa. Anajua kizuri kipi na kibaya kipi. Mfuate mwanao. Sawa, mimi nitakaa na mwanangu lakini nimeanza na wewe. Achana, kaa mbali na mwanangu. Potezea tu muda wangu. Unasema? Mkuu. Karibu. Asante. Kwa zaidi nimekukuta. Maana huu mguu ulikuwa ni wako. Niambie. Hivi mkuu, ile kazi uliompa yule mama, hivi unaona alifanya kwa usahihi kweli? Maana nashindwa kuelewa, ulimwagiza akalete nyama. Lakini cha kushangaza yeye ameenda mwingine kamgeuza sijui kichaa, mwingine sijui kamgeuza kilema. Hivi unalionaje hilo mkuu? Kwa ndo kimekuleta hapa? Mimi mkuu, kiukweli hili swala limeniuma sana. Hapa tulipo tuna mwezi wa 4. Hatujala nyama. Alafu mtu mzima unaenda kumwagiza anaenda kufanya kazi kwa namna hiyo. Naomba unisikilize vizuri. Naona inafika mahali unataka kunifundisha kazi. Umetoka huko, kilichokuleta hapa uje unifundishe mimi kwamba yule kafanyaje. Naomba uwache kihelehele. Hicho kihelehele chako kitakupelekea wewe utaliwa nyama. Mimi tena? Wewe huyo. Lakini mkuu, sasa mimi kosa langu liko wapi? Nimesema hivi, wewe sio wa kunifundisha mimi kazi. Mimi nilijua tu lazima utamtetea yule. Nilijua tu. Ulijua kwamba mimi nitamtetea yule mama. Shida ni kwamba mkishafundishwa kazi mkaijua, unataka unipande kichwani ili wewe uwe ndo juu yangu. Naomba hivi uondoke. Naona hunielewi. Bado mimi naongea na wewe unaongea. Kama hakuna kingine kilichokuleta, naomba uende. Kumbuka kwenye kikao cha usiku leo utakuja kutoa maelezo juu ya haya. Huwezi kunielekeza mimi kazi.
Nimesema uondoke kama huna lingine. Dada, mbona umekuja upo hivi jamani? Sijakuzoea ukiwa na hali hii ukija nyumbani. Una shida gani? Dogo wangu, mwanangu amebebeshwa mimba. Mimba tena? Ndio. Nahisi unanifahamu. Nataka nikwambie kitu. Mtachomfanyia yule kijana kama nilivyowafanyia wenzie. Dada yangu, utawafanya wangapi? Maji yakishamwagika hayazoleki dada yangu. Kwa hiyo nilichofanyiwa mimi wewe kimekupendezea, si ndio? Hapana, nakushauri tu dada yangu. Kwa majina naitwa Raji. Sijui mwenzangu naitwa nani? Naitwa Salma. Salma. Ndio. Ni mwenyeji wa ile eneo? Ndio mwenyeji. Labda unapatikana maeneo gani? Naishi mtaa wa pili tu hapa. Mtaa wa pili kumaanisha wapi yani? Ukienda na hii barabara kukata kona, kuna nyumba ina frame nje. Ndio hapa hapa. Sawa. Basi naomba nikueleze kile ambacho kimefanya nikusimamisha ile eneo. Sio mwongeaji sana. Salma wewe ni mzuri. Na baada ya kuona moyo wangu ulivutiwa na wewe. Wakati unakuja nilihisi nakutana malaika mbele yangu, lakini kumbe ni binti mrembo. Na bahati nzuri anapatikana ile eneo. Kifupi dada yangu, nimekupenda sana. Kwa hiyo umenisimamisha kwa sababu hilo swala? Sina lingine. Lakini kitu ambacho natamani kukuhakikishia au nikwambie kwamba mimi nina pesa na naishi mjini. Endapo utanikubalia, nitakuchukua tukaishi mjini. Mbona mimi sina shida ya pesa zako? Sawa, najua utakuwa una shida ya pesa zangu. Lakini pesa wewe ikatiliwi dada yangu. Sawa. Najua kwa sasa ni ngumu kunielewa. Lakini kama hutojali, naomba nisaidie namba yako ya simu. Alafu tuongea uko umetulia vizuri. Namba tena? Naomba nisaidie, tafadhali usinikatalie. Ndio mkuu, nimekuja. Bwana, nimekuita. Nikaona mbona kimya? Majibu ya kazi yangu vipi? Aha, sawa. Hata hivyo kuna kazi kidogo nilikuwa namalizia, nilikuwa nije. Kazi ile mkuu imeenda vizuri. Kazi yote imeshaisha. Ila hapa kuna jambo ambalo nimelifikiria mimi kwa haraka nikaamua nibadilishe maamuzi. Badala ya kuwaua mmoja nimemtengeneza kawa chizi, yuko mitaani huko anarandaranda. Na huyu mmoja yuko ndani. Amekuwa mlemavu. Ndio hivyo. Sasa mbona umefanya sivyo nilivyokuelekeza? Na hata kama uliamua kufanya hivyo, basi ungekuja uniambie, mkuu, nimeamua kufanya 1 2 3. Hata kama unaamua kujiongeza, basi unatakiwa uniambie, unitaarifu. Sawa mkuu, najua nimekosea lakini wewe mwenyewe utafurahi. Ni akili tu ambayo ilikuja kiharaka. Nikakumbuka ule usemi wako ulituambia kwamba tusiwe na huruma kwenye kazi. Sawa kabisa. Kwa hiyo baada ya kufika yale mazingira nikawakuta kweli wale watu
Nikawaza kwa nini niwaue? Wataonaje uchungu au ndugu zao wataonaje uchungu? Ndio maana nikaamua kujiongeza. Huyu mmoja nikamfanya yuko kichaa, huyu mwingine kawa mlemavu, hatoki, ni wa ndani tu, hata kutembea hatembei. Matokeo yake sasa, rasilimali walizonazo zote watauza zote kwa ajili ya kuhudumia hawa. Uone kama watafilisika, watabaki maskini. Basi sawa, hapo umefanya vizuri, lakini sasa siku nyingine mnaamua kujiongeza. Yaani unaweza kaamua kumfanya mwingine akawa mbuzi, mwingine akawa kuku, yote tu yanawezekana. Hapo sasa mkuu umenena. Hapo umeongea. Tunataka nyama, tunapita na kale kambuzi. Watu wanajua tu mbuzi, kumbe nyama. Hapo ndo nakukubali hapo.